Niwaombe tunapoweka hizi rekodi sawa, mtusaidie kuwapelekea Watanzania wenzetu pamoja na wanachadema wenzetu ili wajue nini haswa dhumuni la G55, lakini waraka wa G55 ulikuwa unaongelea nini. Kwa hiyo leo tutauchambua kwa kina na nitaomba muwe huru kabisa kuuliza maswali kwa kadri mtakavyoweza ili tuondoe upotoshaji ambao umeshaanza kupotoshwa huko nje. Sasa hapa mzungumzaji wetu ni mmoja, atazungumza Mheshimiwa John Mrema, nadhani mnamfahamu. Kwa hiyo nimuombe John Mrema aje moja kwa moja kwa ajili ya kuanza kuzungumza na Watanzania kupitia vyombo hivi vya habari. Karibu John. Shukrani. Habarini za mchana. Na mimi nichukue nafasi hii kuendelea kuomba radhi kwa kuchelewa. Lakini pia niwashukuru wawakilishi wa kundi la G55 waliofika hapa. Na tunaposema G55 sio kwamba tuko 55. 55 imetumika tu kama alama, symbol ya kuwakilisha kundi. Kundi hili liliundwa baada ya katibu mkuu kualika wagombea wa mwaka 2020 wa ubunge na waliotia nia mwaka huu kwenye kikao cha tarehe 3 mwezi wa 4 makao makuu ya chama. Sasa sisi kama wagombea na ambao hatuna sehemu ya kukutana, tukaunda group sogozi la WhatsApp ili kuweza kuweka mawazo yetu kwa pamoja na hatimaye tuweze kuyawasilisha kwa katibu mkuu. Kwa hiyo ndivyo kundi lilivyoundwa. Lilikuwa ni kundi ambalo tunajaribu kuweka mawazo, maoni, tunashauriana kwa pamoja kama yalivyo makundi mengine mbalimbali ndani ya chama. Kwenye chama chetu kuna makundi kwenye kata, kwenye vitongoji, na tungeweza hata kuliita Chadema Family, kwa sababu makundi hayo yapo kila mahali kwenye chama chetu. Kwa hiyo ndivyo kundi hili la G55 lilivyoundwa. Lina wajumbe wengi na bado tunaendelea kushauriana mambo mbalimbali ya chama na mikakati yetu binafsi. Kama wagombea tunawezaje kupata rasilimali, tunawezaje kujipanga na kampeni, tunapeana uzoefu. Kwenye kundi hili kuna ambao walishawahi kushinda ubunge, wako ambao walishawahi kushindwa. Kwa hiyo tunapeana na tunaendelea kupeana uzoefu. Jambo la pili ambalo ningependa kulieleza kabla ni kwamba leo tumekuja kufafanua waraka wetu tuliomfikishia katibu mkuu siku ya tarehe 3 mwezi wa 4 mwaka 2025. Na tumeona kwamba kuna haja ya kufafanua kwa sababu wakati mwenyekiti wa chama akizungumza na wagombea na watiania siku ya tarehe 3 mwezi wa 4 pale makao makuu, alijibu baadhi ya hoja zilizokuwa kwenye waraka, na wale waandishi mliokuwepo mlimsikia akisema ameusoma waraka na hoja zinajibika. Lakini tukiri tu mpaka sasa hivi bado hatujapokea majibu rasmi ya maandishi, kwa sababu sisi tuliandika kwa maandishi. Sasa kitendo cha kuja kuweka hadharani, wako ambao wanaweza wakapotosha. Sasa ni kwa nini kama mmempelekea katibu mkuu, kwa nini mnausema hadharani? Tunausema hadharani kwa sababu mwenyekiti wa chama alishaanza kujibu hoja zetu hadharani. Sisi tunaelewana? Kwa hiyo tunaufafanua
ili yale ambayo hayakupata majibu siku ile ya tarehe 3 mwezi wa 4 hatimaye sasa yaweze kupatiwa majibu, au jamii ifahamu tumeandika nini, tumeshauri nini chama. Maana yako maneno mengi sana ya upotoshaji, haswa kwenye mitandao na kwa watu ambao hawaitakii Chadema mema, wameendelea kupotosha. Ndugu zangu, waraka wetu ni mfupi, ulisainiwa na watu 55 kama alama ya G55. Lakini nimesema pale awali kwamba kundi hili sio la watu 55. Tuko wengi ambao tunakishauri chama, na baada ya kutangaza uwepo wa kundi hili wamejitokeza hata ambao wanataka kugombea udiwani, wanaomba sasa nao wawe sehemu ya hili kundi. Kwa hiyo linazidi kupanuka na kuongezeka ukubwa wake baada ya watu kujua kwamba linasimamia mambo gani. Ndugu wanahabari, naomba sasa ni usome waraka kwa wetu tuliompelekea katibu mkuu siku ya tarehe 3 mwezi wa 4 mwaka huu. Ndugu wanahabari, madhumuni ya waraka: pamoja na kupokea wito wa kushiriki mkutano huo maalum, sisi wagombea ubunge wa mwaka 2020 na watiania wa mwaka 2025 tumeona kuna viashiria vya kutopewa au kutopata nafasi ya kutosha kusikilizwa katika mkutano huo maalum, na kwa hiyo tumeamua kukuandikia waraka huu kwa sababu zifuatazo. Moja, mwenyekiti wa chama taifa Mheshimiwa Tundu Lissu alihutubia mkutano wa hadhara mkoani Iringa. Ametamka wazi kuwa wote wanaoona no reform no election haiwezekani ni wana CCM pamoja na vibaraka wao. Kauli hii ya mwenyekiti tayari imezuia uhuru wetu wa kutoa maoni au kushauri mbadala dhidi ya no reform no elections, kwani kwa mujibu wa mwenyekiti wetu watu wa namna hiyo ni wana CCM au vibaraka wao. Ndio dhumuni la kwanza lilotufanya tumwandikie katibu mkuu. La pili, mjumbe wa kamati kuu na mwenyekiti wa kamati ya chama ya kuchangisha fedha Mheshimiwa Godbless Lema akihutubia mkutano jijini Arusha alinukuliwa akisema kwamba wote wanaotaka ubunge au udiwani bila reforms waondoke Chadema. Kauli ya Mheshimiwa Lema ya kufukuza watu wenye maoni mbadala ndani ya chama haijakaa na inazidi kuondoa mantiki ya mkutano huo maalum wa kujadili mwenendo wa no reform no election, kwani tayari washiriki tumewekewa mipaka na vitisho katika suala hilo. Dhumuni la tatu, hivi karibuni mwanaharakati Maria Sarungi aliandika katika ukurasa wake wa X akikitaka chama kiyaweke hadharani majina ya wote wanaotaka ubunge kwa udi na ubani bila reforms, na akatuhumu kuwa watu hao wanataka kufanya blackmail, yani kutishia eti watahama chama. Pia Maria Sarungi, bila kujali mamlaka ya ofisi yako, ametaka ajulishwe ni nani amewaita watiania kwenye mkutano huo maalum, maana uongozi mzima upo field, na akataka chama kisiwahusishe watiania, do not engage them, bali waachwe waende CCM. Kauli hizi za Maria Sarungi ambaye ni si mwana Chadema zinafanana na kauli za Mheshimiwa Lissu na Maria ambaye ni swahiba wa karibu wa baadhi ya viongozi wetu wakuu, zinazidi kuongeza vitisho na kufinya uhuru wa maoni kuelekea katika kikao hicho maalum. Kwa msingi huo, tunawasilisha mchango wetu wa mawazo kwa njia ya maandishi kama ifuatavyo. Moja, tunaunga mkono madai ya mabadiliko, reforms. Sisi kundi la G55 tunaunga mkono kabisa madai ya kufanyika kwa reform katika nchi yetu. Tunaunga mkono na tupo tayari kuongeza nguvu zaidi katika jitihada zote za chama za kudai mabadiliko ya katiba na sheria za uchaguzi, reforms, ili kuwa na uchaguzi huru na zinazoaminika. Kwa hiyo kwenye eneo la reform, sisi tuliogombea mwaka 2020 tulijeruhiwa na uchaguzi ule sana kwa sababu ya mifumo isiyo rafiki ya kiuchaguzi. Kwa hiyo tunaunga mkono
100% swala la reform. Kwa hiyo tuko tayari na kuongeza nguvu kuwekeza kwenye kupigania mabadiliko ya kimfumo na ya kisheria kwa ajili ya chaguzi huru na za haki hapa nchini. 2, maoni mbadala dhidi ya mpango wa kuzuia uchaguzi. Ikumbuke hapo mwanzo nimesema reform tunaziunga mkono. Tunasita kuamini katika mpango wa chama wa kuzuia kufanyika kwa uchaguzi mkuu 2025 iwapo mabadiliko hayatopatikana, tukiwa na sababu zifuatazo. Kwa sisi kwenye no election, njia ambayo chama kimetumia tunaiona sio njia sahihi, na ndio maana tukachukua wajibu wetu kama wanachama, wengine wanachama waandamizi, kukishauri chama chetu kwamba njia ya no election walioamua kuitumia hatuoni kama itatufikisha kule tunakotaka kufika. 1, tunaona kuwa haiwezekani kuzuia uchaguzi kwa kuwa nje ya uchaguzi. Kujaribu kuzuia uchaguzi huku ukiwa nje ya uchaguzi itakuwa ni sawa na kufanya jinai. Uwezekano pekee wa kuzuia uchaguzi ni kushiriki uchaguzi wenyewe kwa kuhakikisha tunaingiza wagombea katika uchaguzi. Ni rahisi kwa wagombea kuhamasisha na kuongoza wananchi kuzuia uchaguzi katika vituo mahususi vya uchaguzi, katika kata au majimbo yanayoelekea kufanyiwa hujuma, kuliko kujaribu kuzuia uchaguzi wote huku tukiwa nje kabisa ya uchaguzi wenyewe. Ndugu zangu, ukishakuwa nje ya uchaguzi mara tu baada ya bunge kuvunjwa, vyama vya siasa vitasitisha shughuli zote, tutaingia kwenye harakati za kiuchaguzi. Sasa kama haushiriki uchaguzi, unawezaje kuzuia huo uchaguzi? Huna wagombea kwenye kata, huna mawakala ambao kama unataka kuzuia uchaguzi kwenye vituo, anayeweza kuwa wa kwanza ni wakala wako aliyeko kituoni. Sasa huna wakala, huna mgombea, hivi huo uchaguzi unauzuiaje? Kwa hiyo sisi tunaamini tunaweza kuzuia uchaguzi tukiwa ndani ya uchaguzi. 2, dhana ya no reform no election ilianza kama kampeni mnamo mwezi Januari mwaka 2020 na baada ya retreat ya kamati kuu ya chama iliyofanyika Makueni nchini Kenya. Kaunti ya Makueni kule Kenya, hoteli inaitwa Kusimbungio, ndiko chimbuko la no reform no election lilianzia. Na hii ilikuwa Januari mwaka 2020. Wale wanaodhani kwamba dhana ya no reform no election ni ya mwaka 2024 ni bahati mbaya, hawana taarifa sahihi. Hii ilikuwepo tangu Januari mwaka 2020, na niliyeko mbele yenu hapa ni kati ya watu wawili walioachwa Nairobi na kamati kuu ya chama kukamilisha mpango huo. Niliachwa mimi na mkurugenzi mwingine mmoja, tukabaki Nairobi siku 8 na wataalamu mbalimbali kukamilisha andiko hilo, na tukarudi tukiwa na nakala ya andiko hilo mwaka 2020. Kwa hiyo dhana ya no reform no election ilikuwa ni kwa ajili ya kuunganisha makundi na jamii ili kupigania mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi ndani ya nchi yetu, na ilikuwa ni maandalizi ya kwenda kwenye uchaguzi wa mwaka 2020. Nyaraka hiyo ilipewa jina Roadmap to the General Election 2020. Ndio jina la hiyo nyaraka. Na hiyo nyaraka ipo, nina nakala yake. Tukilazimika tutaiweka hadharani ili taifa lijue dhana hiyo ilianzia wapi. Kwa hiyo wale mnaofikiri ni kitu kimeanza juzi 2024, kwa kweli hicho sio sahihi. Ni kitu kilikuwepo tangu mwaka 2020
na bado tuliweza kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2020, dhana hiyo ya no reform no election ikiwepo. Tuliweza pia kushiriki uchaguzi wa serikali za mitaa wa mwaka 2024, dhana hiyo ya no reform no election ilikuwepo, na hata tamko la kamati kuu la tarehe 11 Disemba mwaka 2024 la tathmini ya uchaguzi wa serikali za mitaa, mimi nilikuwepo. Ukisoma lile tamko la maandishi, hakuna mahali tuliweka hiyo dhana, na hata ukisikiliza hotuba